Kaka mkubwa, mambo vipi? Safi brother, kwema? Kwema. Na wewe mbona uko hapa? Nimesikia maji yameongezeka, ni jambo la heri kwa sababu maji haya yalikauka kabisa, mtu tulikuwa unavuka kabisa na basikeli na mizigo na pikipiki. Lakini leo jambo la kushukuru, tumekuta maji mengi, tumekuja kushangaa kidogo. Okay. Hayajaleta madhara lakini? Hapana, bado hayajaleta madhara, lakini maji naona yameongezeka, yamekuwa mengi, ni jambo la kuweka tahadhari, vijana wasicheze karibu na maji. Na kwa jinsi ambavyo unavyoyaona haya maji, ni neema au ni hatari? Hii bwana ni neema, lakini pia ni hatari kama utajaribu kuvuka pasipo kuyakagua vizuri. Haya, hebu ambie Watanzania wasiokuwepo hapa, kutokana na unavyoona na wewe kama dereva wa bodaboda ulikuwa unavuka hapa kwenda kuchukua mazao kama unavyosema mwenyewe. Hebu ambie Watanzania wasiokuwepo maeneo ya hapa hii kutokana na hali ilivyo. Karibu. Ni kuweka tahadhari kwa sababu kama tulikuwa tutengeneza njia ya kuvuka na basikeli na pikipiki kubeba mizigo, sasa hivi huko tena sio njia ya kupita. Maji yashaongezeka, ishakuwa hatari, hatuwezi tena kuvuka hapa. Mambo vipi? Poa. Razaki, mbona uko hapa Razaki? Nimekuja kushangaa maji, nimesikia maji mengi. Unasikia maji mengi? Okay, na mwenzio? Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Rahim. Rahim, mbona na wewe uko hapa? Kuna nini? Nimesikia maji mengi, nimekuja kushangaa. Okay. Haya, na mshikaji wako? Mambo vipi? Poa. Mbona na wewe uko hapa? Nimesikia maji mengi, nimekuja kuangalia. Kwani wewe mara ya mwisho umefika hapa lini? Mara ya mwisho? Jana. Kama siku ngapi? Kama wiki ngapi? Jana tu mara ya mwisho. Kwa hiyo jana hayajakuwa mengi kama hivi? Ndio. Okay. Kwa hiyo haya inaelekea kuanzia usiku wa leo ndio yamekuwa hivi? Ndio. Haya, endeleeni kuangalia. Sawa. Sogea kwa karibu Sawa. Mimi baada ya kusikia maji yameingia, nimekuja kukagua maji kwa sababu mimi naishi huku, ni mkazi wa huku, kuja kuangalia maji kama yameongezeka au yanafanya maji yameongezeka kwa wingi. Ina maana kuwa na hapa tahadhari kwa watu wengi wasije watoto wao wakaja huko mtoni kwenda kuja kuoga. Wanatakiwa wakae nyumbani muda wote, waangalie watoto wasije mtoni kuoga. Watoto wasije mtoni kuja kuoga. Una maana kwamba huwa watoto wanakuja kuoga? Wanakujaga kuoga watoto kwa kipindi cha mchana hivi, jioni. Au inawezekana hata hawa marafiki zangu nao walikusudia kuja kuoga? Kwa sababu wengine wanajishia baada kuvuka maji kwenda kuoga, lakini sasa mwisho wa siku kwa leo watoto wasiruhusiwe kuja huku. Kwa sababu je, tulikuja kukagua kwa sababu maji tulikuja kuangalia sasa wakazi wa huku, ndio kuangalia maji je, yamejaa kiasi gani. Kuangalia maji ni mengi, yameingia leo asubuhi kuanzia majira saa 11. Kama nilivyokuwa nimetanguliza neno kwamba mto huu unajaa kipindi cha masika, lakini kiangazi unapunguza maji yake kiasi kwamba uwezi ukaamini kwamba una asili ya kujaa. Lakini pia niseme kwamba ni mto unaoleta faraja hata kwa sisi tunaokaa katika maeneo haya, kwa sababu unatengeneza mabonde ambayo tunasema kwamba yanatusababisha tuwe tunalima mazao ya kiangazi kupitia mtiririko wa maji haya. Haya mabonde yanatuzalishia mazao kama miwa, ndizi na mpunga, zao ambalo katika wilaya hii ya Kilosa hususan katika kitongoji hiki cha Mbumi B ni mazao ambayo wananchi huwa wanayalima kwa kiasi kikubwa, ikiwemo na miwa pia. Haya, ndugu mwenyekiti, jina lako sikumbuki, kama ulilitaja sio vibaya ukilirudia. Karibu tafadhali. Mimi nafahamika kwa jina la Omari Harufani Likunguru, mwenyekiti wa kitongoji cha Mbumi B kilichopo katika kata ya Mbumi, tarafa ya Kilosa mjini, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Ambayo mna sifa kubwa ya mazao ya aina gani? Sifa kubwa tulionayo katika eneo letu na hususan wilaya ya Kilosa, tunalima mpunga, pamba, mahindi, mtama, alizeti na kadhalika. Ni eneo ambalo kwa kweli lina sifa ya kupanda mfupa ukavuna nyama, kwa maana kwamba lina ardhi rutubisho. Hatuna
matumizi makubwa sana ya mbolea, lakini mazao tunayoyavuna kama tumeweka mbolea. Karibu. Ni kweli huu mto una asili ya kufurika au maji kuwa mengi mara tu mvua zinapoanza maeneo ya bara. Nikisema bara, huu mto asili yake kabisa unatoka mkoa wa Manyara, lakini bila kusahau mikoa ya Dodoma, Manyara ikijumuishwa na mvua zinazoendelea kunyesha huwa una kawaida ya kujaa. Lakini ndani ya kujaa kwake mara zote kunaweza kukatokea madhara ya hapa na pale, lakini kwa muda tuliokuwa nao haujaleta madhara ya aina yoyote toka umejaa ndani ya siku 2-3 hizi za ujaaji wake. Kwa hiyo niweze kusema tu mto Mkondoa ni mto ambao una asili ya kujaza maji kipindi mvua zinapoanza kunyesha, lakini inafikia kipindi na wakati mto Mkondoa unakuwa na maji madogo kiasi kwamba unaweza ukasema kwamba mto huu hauna asili ya kujaa, na sana inapofikia kuwa muda wa kiangazi. Zidi ya hiyo, inawezekana katika kipindi cha ujaaji wa maji ukaleta madhara ya hapa na pale, lakini kwa muda tuliopata maji haya mara baada ya mvua hizi kuanza za vuli, hakuna tukio lolote lililoweza kujitokeza ambalo limeleta madhara kwa sisi tunaopitiwa na mto Mkondoa. Asili ya mto huu ni asili ambayo inatoka kwa sehemu nilizokuwa nimezitambulisha kwamba mikoa ya Manyara na Dodoma, lakini pia inatupa maji yake, inamwaga maji yake katika bonde la Wami Ruvu, kwa maana kwamba Wami Ruvu ni mto ambao unakwenda moja kwa moja ukijumuisha na mto Mkondoa, maji yake kwenda hadi baharini. Hiyo ni historia fupi ya mto Mkondoa. Asante sana. Kwa maana hiyo niseme basi wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na vitongoji vyake, kutokana na ujaaji huu, mgao wa maji sasa itakuwa basi. Kweli si kweli? Hilo ni kweli kabisa, kwa sababu ni mto ambao ukianza kujaa unafurika na unagawa maji kwa maeneo hayo ya Dar es Salaam, hasa mikoa ya Pwani, kwa sababu asili yake inatoka bara unaenda Pwani. Na tunapozungumza Pwani, maana yake Dar es Salaam hatuwezi tukaiona kwamba sio Pwani, ndio Pwani yenyewe. Asante sana. Labda tu nikupongeze kwa kuwa ujaaji huo haujasababisha madhara ya aina yoyote. Ujaaji huo haujasababisha madhara ya aina yoyote, bado yanapita kwenye mkondo wake, mkondo ambao haujachepusha maji yake zidi ya kupita kwenye mkondo wake. Okay, asante sana. Labda tu niulize swali la kizushi. Huwa mnakuwa na taarifa mapema kuwa mto utajaa, na huwa mnachukua hatua gani za ili muweze kuepukana na hili lililotokezea? Mara kadhaa inapotokezea kwamba kunakuwa na taarifa ambazo zinaweza zikawa rasmi kupitia halmashauri na kupitia vyombo vya habari vya wenzetu, maji yanapoanzia, yanapoleta taarifa, nasi pia tunapewa taarifa kwa ajili ya kuona sasa mto Mkondoa unaleta maji kwa wingi. Taarifa hizo huwa zinatokea mara kwa mara kama tahadhari ya kuona mto Mkondoa umeanza kufurika.